Wakati mwanadamu anapojinyima chakula kwa kufunga kuambatana na dini mbalimbali, ni njia moja ya kusafisha na kutakasa mwili kiroho, lakini funga pia ni njia moja kuu ya kuimarisha mwili kiafya kwa kuutakasa. Sumu mbalimbali zinazoingia mwilini kupitia vyakula na kuhifadhiwa pamoja na mafuta huondolewa kwa urahisi, kwani chakula kisipoingia mwilini, mwili hubadilisha mafuta yaliyohifadhiwa na kuwa nishati, na kupitia kitendo hicho, kemikali na sumu zenye madhara kwa mwili pia hutoka katika utumbo, ini, figo, mapafu na ngozi. Tuna hizi shida za kwa ile mifereji yetu ya damu, huwa kuna mshindiko wa nguvu sana kwa damu kupita kwa sababu ya mafuta mengi, na hii husababisha hata maradhi ya moyo. Kwa hivyo mtu anapofunga huwa yale mafuta yanayayuka polepole na humpa mtu nafuu kubwa sana. Wagonjwa saratani nao wakionekana kupata afueni kutokana na funga. Vile viini viovu, radical cells, hazipati lishe. Kwa hivyo inapunguza ile kasi ya ugonjwa kuendelea. Funga pia inatoa nidhamu kwa waraibu wa vitu ambavyo vina madhara katika afya zetu, kama vile ulaji wa miraa na uvutaji wa sigara. Kiwa wewe masaa 13-14 umejizuia kuvuta sigara, basi ndio wakati huu ambapo labda unaweza kuacha tabia kama hizo. Kwa kawaida, kila kitu kinachofanya kazi kinapaswa kupewa muda wa kupumzika ili kuimarisha utendakazi wake. Mtu anapofunga huwa vile viungo vyake vinapata nafasi ya kupumzika. Matumbo, usagaji wa vyakula, vile viungo vingine ambavyo vya mara nyingi huwa vinafanya kazi, huwa vinapata kupumzika. Lakini licha ya kuwa na manufaa katika afya, sio wengi wanaopata faida hizo, haswa katika mwezi wa Ramadhani. Na hawa ni katika kikundi ambacho wanakula kwa wingi. Ramadhani yeye anakula zaidi kuliko kawaida kwa sababu ana tamaa ya kula vyakula tofauti tofauti. Suluhu hapa ni kuzingatia mfumo bora wa lishe kuanzia unapofungua hadi mlo wa mwisho kabla kuanza tena kufunga alfajiri. Mafundisho ni kuwa mtu anywe maji au ale tende au ale matunda yoyote kidogo, alafu baadaye ale chakula kidogo, na baadaye aweze kuamka tena usiku, ile ambayo tunaita daku, ambayo tunahimiza kwa watu waisukume mbele zaidi. Na japo ni vigumu kutokana na mazoea, tunashauriwa kujiepusha na vyakula vinavyokaangwa na mafuta mengi na vyenye sukari nyingi, na badala yake tuchangamkie mapishi kama ya kuoka na hata kuchemsha, ili kuhakikisha kwamba mtu anapofungua hafurahishi tu nafsi bali pia anaimarisha afya yake, kwani katika kufunga pia kunapatikana afya bora.